Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kipindi cha kuanzia tarehe 28 hadi 31 Disemba 2025 limepata mafanikio ya kukamata watuhumiwa wa uhalifu 76 kwa tuhuma mbalimbali pamoja na kukamata mali za magendo kutokana na misako na doria zilizofanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa na jiji la Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia Rashid Mahenga na Said Suleiman, wote wakazi wa mji mdogo wa Tunduma mkoani Songwe kwa tuhuma za kuingiza nchini bidhaa bila kibali. Watuhumiwa walikamatwa huko katika kizuizi cha polisi kilichopo eneo la Mwakapangala, kata ya Nsalala, mji mdogo wa Mbalizi katika barabara kuu ya Mbeya Tunduma, wakiwa na wameingiza nchini bidhaa vipodozi vyenye viambata sumu vya aina mbalimbali vilivyopigwa marufuku nchini boksi 22 pamoja nyavu vya kuvulia samaki zilizopigwa marufuku na mamlaka husika. Aidha, watuhumiwa walikamatwa wakiwa na vitenge jumla 42 bila kibali cha kuingiza bidhaa hizo nchini, ambazo walizitoa nchini Zambia wakitumia gari lenye namba za usajili T371 DSS aina ya Toyota Mark X mali ya mtuhumiwa Rashid Mahenge. Wakati huo huo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Furaha George maarufu Mwakatundu, mkazi wa Ipiana wilayani Kyela mkoani Mbeya kwa tuhuma za kuingiza nchini bidhaa bila kibali. Mtuhumiwa alikamatwa huko maeneo ya njia panda ya Kikusia, kata Itope, tarafa Nyakyusa wilayani Kyela, akiwa ameingiza nchini bidhaa mayai ya kuku kisasa tray 48 na sukari kilogramu 40 bila kibali kutoka nchini Malawi akitumia vivuko visivyo rasmi. Sambamba na hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia na Rasco Herman Mgaya, mkazi wa Matembo mkoani Njombe kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali maeneo ya tembo mawili. Mtuhumiwa alikamatwa eneo la Mafiat jijini Mbeya akiwa na meno mawili ya tembo yenye uzito wa kilogramu 1.6 akiwa ameyafunga kwenye mfuko wa sandarusi na kuyaficha ndani ya begi dogo la mgongoni. Mtuhumiwa alitokea mkoani Njombe kwa basi la abiria la kampuni ya Mwenda Mseke akiwa na meno haya ya tembo kwa lengo la kutafuta wateja, na kabla ya kufanikisha hadhima yake alikamatwa na jeshi la polisi. Aidha, katika kuzuia na kudhibiti makosa ya usalama barabarani kwa kipindi cha kuanzia Disemba 28 hadi 31, 2025, jumla ya makosa ya usalama barabarani yalikamatwa alikuwa 1753 sawa na shilingi milioni 49,810,000. Magari yaliyokamatwa kwa madeni yalikuwa 425 sawa na shilingi milioni 25,015,608, wakati madereva 126 walikamatwa kwa mwendo kasi na madereva watatu walikamatwa wakiendesha gari wakiwa na kiwango kikubwa cha ulevi. Upelelezi unakamilishwa ili hatua nyingine za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watuhumiwa. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wenye tamaa za mali kuacha kujihusisha na biashara haramu na magendo na badala yake wafuate taratibu za biashara ili kuepuka mkono wa serikali. Aidha, jeshi la polisi linatakia wananchi kuendelea kulinda na kutunza rasilimali za nchi na kuachana biashara haramu za meno ya tembo, kwani wanapelekea taifa kupoteza kiasi kikubwa cha fedha kutokana na uwindaji haramu wanaofanya na kukwamisha jitihada za serikali za kuingiza fedha za kigeni kutokana na watalii kuja kuona wanyama. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.